Na mimi nataka nihakikishie nyinyi, hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin. Serikali ijayo mtakuwa part and parcel. Na njia moja ni kuanza kuchagua huyu. Tuanze kuzoeana mapema. Si ndio? Na msikuwe na wasiwasi. Na mtu asikuambia ati mimi sitaki Wakalenjin. Wakalenjin waje nikosea mimi. Walinipigia kura. Na mimi ni mtu ya shukurani. Niliwatetea shares yenu nikaumizwa. Na sio nyinyi, ni Ruto mwenyewe akitumia viongozi. I'll fight for your rights. Na mimi siwezi waachilia nyinyi. Kwa sababu mlinipigia kura. Na mimi ni muungwana. Na hamwezi nipigia kura alafu niwaachilie nyinyi. Watu ya Kipsigis wameumizwa. Huyu Murkomen, huyu Faruk na huyu Sudi hawataki kusikia nyinyi mkitajwa. Sijui ni kwa nini wanachukia nyinyi. Na hao ile mali yote wako nayo ni kwa sababu wa Kipsigis walipatia Ruto kura. Kama hangempatia hangekuwa president, hawangefaidika. Sasa wanakula. Nimeona huyu Murkomen viatu wanavaa ya 200,000. Mshipi ya nusu milioni. Saa ya milioni 3. Alafu unatapikia wa Kipsigis na isipokuwa ni kura yao Ruto angekuwa rais. Wewe nyinyi vijana mkikula mfunike tumbo. Msitapikie wa Kipsigis. Isipokuwa ni kula ya Kipsigis Ruto angekuwa president. Si ilikuwa difference ya kula 200,000? Mbona hamtaki wa Kipsigis wafanyiwe kazi? Mbona mnachukua mashamba yao? Mbona mnapiga hao risasi? Kwani hao wa Kipsigis ni watoto ya nani? Hawa ni wa Kenya. They belong to the Republic of Kenya. Wafanyiwe kazi kama watu wengine. Na sisi tutawatetea na msiogope. Si ndio? Ndio mimi nataka kwanza tumalize hii uchaguzi. Ndio nikianza kutua Bomet na Kericho nitembezwe na mjumbe wangu wa DCP. Mtanisaidia? Nipate mtu ya kunitembeza. Si mzuri nikuwe na mtu mmoja. So nyinyi msijali, mambo yenu iko sawa.